Mimi naitwa Ibrahim Mcharo, ni wakili. Ni mmoja wa mawakili kwenye jopo la mawakili tuliokuwa tunawatetea Sebastian Mbiligwa pamoja na wenzie watano. Na siku ya leo tulikuwa kesi hizo zilikuwa zimeitwa na tulikuwa ni mbele ya Mheshimiwa Dennis Mpelembwa. Ni kesi ambazo zimekuwa obviously zilikuwa kesi 3 leo, lakini ni mwendelezo wa kesi ambazo zilikuwepo, ikiwemo na kesi ile ya uhaini ambayo ilishakuwa pia ikitajwa mbele ya Mheshimiwa Mpelembwa. Kwa hiyo ndivyo hivyo tumekuja leo tulikuwa tumekuja leo kwa ajili ya kusikilizwa. Moja, tulikuwa na kesi moja ya namba 28 ya mwaka 2025 na ilikuwa ni kesi iliyokuwa inawahusu hawa watuhumiwa watano ya kuchoma ofisi ya kata. Ilikuwa inahusu watuhumiwa watatu ya kuchoma ofisi ya kata ya Mbabala. Lakini pia tulikuwa na kesi nyingine namba 518 ya mwaka 2025 iliyokuwa inahusu watuhumiwa watano kwenye kuchoma nyumba ya mtu mmoja anaitwa Paskazia Mayala. Na tulikuwa na kesi nyingine namba 2873 ya mwaka 2025. Hivyo bado hiyo ilikuwa ni kesi ya shambulio na kuumiza mwili, iliyokuwa vile na wakabili hawa watuhumiwa watano. Na watuhumiwa ni Sebastian Mbiligwa, wa pili ni George Atanas, watatu ni Meshak Sebastian, wa nne ni Juma Pius na watano ni Salma Abdalla. Kwa hiyo ndio hiyo. Na kwa siku ya leo tumekuja kusikiliza hizi kesi 3 mbele ya Mheshimiwa Mpelembwa, lakini katika kule kusikiliza tumekaa pamoja na mwendesha mashtaka kwa kufanya kitu kinaitwa plea bargaining, makubaliano, yani ile maridhiano ya pande mbili, maana mwendesha mashtaka pamoja na hawa watuhumiwa. So wameingia, plea bargaining imefanyika na watuhumiwa watatu wa kesi hizo, kati ya hizo kesi zote pamoja na ile kesi kubwa ya uhaini wameachiwa, ambao ni mtuhumiwa wa pili ambaye ni Bwana George, mtuhumiwa wa tatu ambaye ni Meshak pamoja na mtuhumiwa wa 4 ambaye ni Juma. Wote wameachiwa huru na kufutiwa mashtaka yote. Na lile shtaka kubwa la uhaini pia limetolewa. Kwa hiyo ndio hali ambayo tulikuwa nayo leo. Na hizi kesi zili originate kutokea kuanzia kwenye zile changamoto za Oktoba 29 mwaka 2025. Kwa kuanzia pale tulisimama pia kwa watuhumiwa wengine, maanake walikuwa kesi zile za uhaini zilikuwa na watuhumiwa zaidi ya 80, lakini wamekuwa kiachiwa na leo wameachiwa hawa watuhumiwa watatu, alafu ndani wamebaki Sebastian Mbiligwa mtuhumiwa wa kwanza na mtuhumiwa wa 5 kwenye kesi zote hizo, ambaye ni Sebastian Mbiligwa pamoja na Salma Abdalla. Na Salma na Sebastian ni mtu na mume wake, kwa hiyo Bwana Sebastian ni mume wa Salma. Naam. Huyo Sebastian na mke wake Salma, wao ni miongoni mwa wale watu kwenye hiyo kesi ya Oktoba 29 au wenyewe kesi yao inahusu nini? Kama ambavyo nimesema, wote hao wako kwenye ni kesi hizo, kwa sababu kuanzia kwenye zile vurugu za Oktoba 29 na kupatikana kwa mashauri yale ya uhaini, baada ya wale wengine kuachiwa, hawa waliobakia kulikuwa na kesi tofauti. Kesi ya kwanza ilikuwa ile niliyoitaja namba 28515, ni hiyo kama nilivyosema, ya kuchoma ofisi ya kata, lakini kuna kesi nyingine ya kuchoma nyumba ya mtu anaitwa Paskazia pamoja na kuchoma gari, lakini pia na kesi nyingine ya kumpiga mtendaji wa kata ya Mbabala. Kwa hiyo zote hizo zilikuwa zinawahusu hawa watuhumiwa waliobaki ndani, hawa watuhumiwa watano. Kwa hiyo ikiwemo na hawa ambao leo wamerudi, waliotoka, lakini hawa waliorudi ndani ambao wako ndani sasa. Na sasa kama ni kwa nini hao wabaki na hao watoke? Ni mwenendo unaendelea, kwa sababu hata leo baada mwishoni mahakama imesikiliza na imesema tunakuja kuendelea kusikiliza. Sasa anayeamua nani atoke na nani asitoke
ni mahakama na hivyo vifungu vingine vya sheria vinavyotoa mamlaka labda kwa DPP kufanya kitu kinachoitwa nole, kama ambavyo wameingiza nole kwa watu watatu leo kwenye ile shtaka la uhaini, lakini pia kusikiliza. Mahakama ndio ina uwezo wa kusikiliza, alafu mwisho inaweza ikatoa uamuzi kwamba waachiliwe au watiwe hatiani na adhabu itolewe. Kwa hiyo sisi tutakuja tarehe 16 kwenye mashauri yote ambayo yamebaki kwa hawa watuhumiwa wawili, Bwana Sebastian Mbiligwa pamoja na Salma Abdalla ambaye ni mke wake.